Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, juu ya sajili zake ambazo zinazoendelea kuweza kutambulishwa ama zikiweza kuzungumzwa ama zikiweza kuthibitishwa na viongozi wa Young Africans kwamba tayari zimeweza kukamilika ndani ya kikosi chao. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans imekuwa ikiendelea kuweza kusaka vipaji vingine kwenye kikosi chao, kwa sababu wana mpango wa kuweza kusafisha kikosi chao kunako msimu kumalizika, ili kuweza kuleta nyota wengine wapya wenye nguvu, maarifa na kasi na utayari wa kuipambania klabu ya soka ya Young Africans, kutokana na kile ambacho Young Africans wao wanakiendea. Wanasema ya kwamba wanahitaji kwenda kuandika rekodi katika kimataifa, ambako kwa msimu huu mambo ya kwenda vizuri kabisa, tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wameweza kupanga. Sasa klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kukamilisha sajili zingine, hii hapa ni sajili ambayo imekamilika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili tuko nayo hapa kuhusiana na mchezaji huyu ambaye amejiunga na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba ukiwa tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakuwa ni miongoni mwa familia ambayo inapata uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili. Unapokuwa umesubscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele, unakuwa una uhakika zaidi wa kupata taarifa. Fanya hivyo sasa hivi kwa kusubscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, taarifa ni kubwa kweli kweli, taarifa ni njema kuhusiana na kile ambacho Young Africans leo hii wamekithibitisha kwamba wamemalizana na nyota huyo. Nafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu kuna majina takriban 8 ambayo huenda yakaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ikiwemo kama Jonathan Mkude na wengine kibao ambao wanadaiwa kwamba tayari klabu ya soka ya Young Africans imeweza kuwapa taarifa kwamba mwisho wa msimu huu kwamba mambo hayatakuwa tena kwa upande wao, huku klabu ya soka ya Young Africans ikitangaza kuwauza nyota wake kama Clement Mzinze kuelekea pale Wydad Casablanca mara baada ya kuonyesha kiwango kizuri na Wydad kuweza kutangaza kumtaka nyota huyo, pia sambamba na dili la Aziz Ki Stefano ambaye pia inaelezwa kwamba anaondoka kwenye kikosi chao. Anaelekea wapi ni story kubwa na yenyewe ambayo inasubiriwa kwa hamu, lakini klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kuweza kuweka rehani wachezaji hao na wengine kuondoka kwenye kikosi chao mwishoni mwa msimu huu, Young Africans imeanza sajili zake, ukiachana na sajili ambayo inazungumzwa kwa sana kuhusiana na Feitoto kurudi kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini taarifa nyingine njema ni kuhusiana na, hapa nazungumzia beki wa kati wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye alitimkia kule Farabati, lakini kwa sasa inaelezwa kwamba anarudi katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa mara nyingine tena. Ni nani huyo? Utakwenda kushuhudia beki kisiki, beki hatari, beki yenye kwenda. Inaelezwa kwa beki kisiki wa kimataifa kutoka pale DRC ya Congo, Inoki Inonga Baka huenda akarudi Tanzania mwishoni mwa msimu huu na kujiunga na kikosi cha mabingwa Young Africans kwa mkataba wa miaka 2. Unafahamu ya kwamba Inonga aliwahi kuitumikia klabu ya Simba na aliondoka katika kile kipigo cha mabao 5, ambapo maneno yalikuwa ni mengi, kidaiwa kwamba waliuza mechi na metikasi kama hiyo ikaweza kuibuka mpaka sasa hivi ambapo tunashuhudia Aishi Manula akiwa anasuuza roho pale kwenye mbao ndefu bila kuweza kupata nafasi ya kucheza. Inonga ambaye kwa sasa anacheza Farabati ya Morocco na ni mchezaji wa timu ya taifa ya Congo, inaripotiwa kuwa yupo kwenye mazungumzo mazuri na uongozi wa Young Africans chini ya Rais Engineer Hersi Saidi juu ya nyota huyo kuweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika eneo la beki wa katikati. Tunafahamu kwamba kumekuwepo na kushuka kwa kiwango cha Bakar
Rinondo Mwamnyeto. Nafahamu ya kwamba Bakari Mwamnyeto kiwango chake kimeweza kushuka kweli kweli. Ukiweza kushuhudia hata nafasi ya kucheza kidogo imekuwa ni hadimu katika kikosi cha kwanza. Hivyo basi mwalimu huwa anapenda kuwatumia Dickson Jobu pamoja na Ibrahim Baka. Sasa ongezeko la Enoki Inonga litakuja kuweza kuweka uhai zaidi katika kikosi cha Young Africans. Unafahamu kwamba anapokosekana Ibrahim Baka au Dickson Jobu katika eneo hilo la katikati, kumekuwepo na mwanya mkubwa sana. Wapo dili hili litakamilika, basi Yanga itakuwa imetandika karata kali sana kwenye soka kwa kumpata beki mwenye uzoefu mkubwa aliyewahi kutamba akiwa na Simba Sport Club kabla ya safari yake ya Morocco, ambapo mashabiki wa klabu ya soka wa Young Africans unaambiwa kwamba wakae tayari mkao wa kula. Unaona bana, kuweza kusubiria kile ambacho kinacho tangazwa kwa sasa na uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans juu ya kile ambacho kinaelezwa kwamba ni dili lao, kwa kile ambacho kila mmoja anakwenda kushuhudia kwamba huyu mwamba anatua ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Young Africans. Inonga mwenyewe kupitia ukurasa wake ameweza kuthibitisha akisema ya kwamba ni kweli yupo katika mazungumzo mazito na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na muda wowote makubaliano kama yataenda sawa, basi atakwenda kushiriki katika mkutano ambao atakutana na rais wa Young Africans juu ya kuweza kukamilishwa kwa dili lao hilo ambalo kila mmoja analisubiri kwa hamu kweli kweli, kuweza kuangalia namna ambavyo kila mmoja atakwenda kuliona pindi Young Africans ambapo watakapofanikiwa kuweza kupata saini ya nyota huyo ambaye inaelezwa anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka wananchi Young Africans. Nani sasa anakwenda kumpisha? Hapa nazungumzia si mwingine bali ni huyu Enoki Inonga. Unaambiwa Edo Kumwembe ameweza kuandika katika taarifa nyingine, anasema ya kwamba na kama kuna mwanadamu ambaye atakuwa analala hoi, basi ni Faisal Salum Feitoto. Namna ambavyo siku yake nzima inaambatana mambo mawili. Jambo la kwanza ni kufanya mazoezi au kucheza mechi. Jambo la pili ni kusoma ushauri wa kwenda Simba au kurudi Yanga. Ukienda kwenye mitandao kuna mambo mawili, lazima kurasa za wanahabari zimuhusishe kwenda Simba au kurudi Yanga, lakini hapo lazima katika kurasa yake mwenyewe hata akiweka picha yake binafsi katika maisha yake binafsi, lazima maoni ya wengi katika picha hiyo ni kumtaka aende Simba au Yanga. Lazima Fei atakuwa amelala akiwa hoi, lazima. Kwa nini hii inatokea? Ni kwa sababu Watanzania waamini kwa mchezaji mkubwa kama Fei anaweza kuondoka timu kama Yanga au Simba akiwa katika ubora wake na kwenda kucheza Azam. Iliwahi kutokea kwa Mrisho Ngasa na Ali ilikuwa kama hivi. Wakati ule hakukuwa na mitandao, lakini kila mahali ulikuwa ukikaa unaambiwa namna ambavyo watu wa Yanga walikuwa wanamtaka arudi. Ilikuwa pressure kubwa kutoka katika magazeti na vijiwe vya kahawa. Zaidi ya hili ni kwamba nyota ya Fei imeendelea kung'ara akiwa na Azam. Kuna wale wataalamu wa kumuombea mchezaji mkubwa mabaya pindi anapoondoka na kuendelea kucheza hapa nchini. Kwa Fei jambo hili limekwama kwa sababu Fei ameendelea kuwa Fei yule tu, na ameendelea kuwa mtamu kama alivyo. Kiwango chake kimeendelea kuwa juu, anafunga mabao, anasaidia timu yake kufunga mabao katika kiwango kile ambacho alikuwa nacho wakati akiwa Yanga. Simba na Yanga ni wabinafsi, hawataki timu nyingine yoyote iwe kubwa nje ya wao. Zamani kidogo ulikuwa na msimulizi ya uongo kwamba mashabiki wangependa zitokee timu nyingine kubwa zianzishe upinzani na kwa Simba na Yanga. Kumbe mashabiki waliokuwa wanasema hivyo walikuwa wanazidanganya nafsi zao. Fei kwenda Azam ilileta chuki kutoka kwa mashabiki wa Yanga. Mchezaji wa Azam akienda Yanga haina shida, mchezaji star wa Yanga akienda Azam inaleta chuki. Jiulize kwa nini Prince Dube atazamwi kwa jicho la chuki. Unaona bana, akiweza kuzungumzia juu ya story ya Faisal kwenda pale Young Africans kwa mara nyingine tena. Weka maoni yako hapo chini katika taarifa hii ambayo nimekusogezea wakati huu.